Kwa hivyo sasa dhambi ama kwa kutofanya mapenzi ya Mungu ikawafanya wao wajikute katika nchi ya Misri. Na walipo katika nchi ya Misri, ambapo kulikuwa sio nchi ambayo Mungu aliwapeleka pale, kwa hivyo maisha ikawa mabaya. Rafiki yangu, ninapenda nikwambie, wakati wote utakuwa katika sio mapenzi ya Mungu, maisha haitakuwa nzuri kwako, kwa sababu Biblia inasema ya kuwa nchi ya Misri ikainuka ikakuwa adui ya watoto wa Yakobo, watoto wa Israeli. Kwa hivyo ikawafanya wawe watumwa. Sijui kama unaelewa, mtu ambaye wanamuita mtumwa, maisha ambayo ni mabaya sana. Usiwe mtumwa wa mtu yeyote. Biblia inasema ya kuwa nchi ya Misri ilijengwa na watoto wa Israeli. Walikuwa na akili, walikuwa ni vijana, walikuwa na nguvu, walikuwa na ujuzi, hata walikuwa pamoja na Mungu, wakafanya vitu vizuri sana. Lakini kwa sababu walikuwa watumwa, hawakuweza kujitumikia wewe wenyewe, kwa sababu mtumwa hana ruhusa ya kujitumikia. Mtumwa anatumikia watu wengine, nguvu zake zote anazitoa kwa watu wengine, akili yake anaitumikia ili watu wengine waweze kutajirika. Pesa zake zinatoka mfukoni ili aweze kujitumikisha kwa ajili ya mtu mwingine. Maisha yake yote anayetolea mtu mwingine. Napenda nikwambie kuwa maisha ya watu ambaye hawajaokoka, maisha ambao shetani amewafanya watumwa, ndiyo maisha wanayoyaishi, maisha ya mateso sana. Walijengea Misri nchi, lakini hawakuambia asante. Badala ya kuambia asante, waliwaua. Unakumbuka ya kuwa hata hakuna mwanaume ambayo walikuwa wanataka aishi katika nchi yao. Mtoto anapozaliwa ni mwanaume, walikuwa wanafanya nini? Wakamuua. Sijui wewe uko unaelewa maisha yako unayoyaishi. Je, unaishie maisha yako? Ni kusema hela zako zinakutumikia wewe, nguvu zako ni wewe zinatumikia. Nguvu zako, unachofanya kitu kinaweza kuendelea mbele, ama kuna yule ambaye ndiyo bosi yako, anakuja na haribu kazi zako zote, anachukua mke wako, anachukua watoto wako, business yako, unajenga nyumba yako, hautaishi ndani, watu wengine wanakuja kuishi. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mtumwa, hauna right yoyote. Maisha yako ni maisha ya wanyama. Wewe ulishakuwa sio mtu, ni kitu, kwa sababu hawakuone kama mtu. Ninapenda nikutangazia ya kuwa kama wewe unayonisikia, hayo ndio maisha unayoishi leo. Mungu wa mbinguni amenituma nikwambie, usilie. Yeye mwenyewe anakuja na mambo na kwenda kuona yakibadilika, kwa sababu it's too much. Umeteseka miaka mingi, miaka nenda na miaka rudi. Kwa hivyo watoto wa Israeli miaka 430 wakimtumikia mtu mwingine, wakijenga nchi nyingine, na hiyo nchi badala ya kusema asante, wanawaua tena, wanawatendea mambo ya kinyama. Rafiki yangu, lakini siku ni siku. Napenda nikwambie ya kuwa hata kama walikuwa wanateseka kuna kitu, habari njema. Hata kama walikuwa wanateseka, walikuwa wanakumbuka ya kuwa kuna mahali tunakotoka. Hapa si kwetu, kuna mahali tunakotoka. Hata kama tunateseka siku ya leo, lakini kesho mambo yanaweza yakabadilika, kwa sababu habari tuliyo nayo inatuambia ya kuwa babu zetu wako na Mungu ambaye walisaini makubaliano. Mungu akawaambia, mimi niliyeumba nchi na mbingu na vilivyomo vyote, mimi si
wabadilike, na sitawaacha, sitawatupa kamwe. Haleluya! Na wewe ambaye unanisikia sahi, napenda nikuambia ya kuwa hata kama kunateseka, lakini kuna jambo ambalo ni nzuri sana. Usisahau ya kuwa una Mungu. Usikubali shetani akudanganye. Usikubali shetani aseme wewe ni mtu wa kuteseka na mtu wa kufa kama mnyama. Na hasha, sema bana, wewe sio mtu wa kufa kama mnyama. Wewe ni mtu ambaye umeumbwa kwa uso na mfano wa Mungu, ambaye Mungu anakupenda, ambaye Mungu anasema sitakuacha na sitakutupa. Haleluya! Kwa hivyo watoto wa Israeli wakaendelea kuteseka katika mikono ya Misri. Biblia inasema siku moja hiyo ndio nilikuwa nataka kujua. Nasema siku moja ambayo ndiyo siku ya leo, ambayo wewe ambayo unanisikia, hii ndiyo siku yako ambayo Mungu amenituma kwako. Siku moja Mungu akaja katika nchi ya Misri, katika jangwa, katika utumwani, katika magonjwa yako, katika shida ambazo uko unapitia. Mungu akaja katika hizo shida, akamwambia Musa, akamwambia Aroni, nendeni mkamwambie Farao, nendeni mkamwambie watoto wangu, mwambie mimi Mungu nimeona mateso yenu, nimeona machozi yenu, nimesikia kilio chenu. Ninakumbuka ahadi niko na nchi yenu, ninakumbuka ahadi ambayo niko na nyinyi. Sasa nimekuja mimi mwenyewe, nimeshuka, nimeacha kila kitu, ninakuja ili nitimilize ahadi yangu na nyinyi. Haleluya! Napenda na wewe nikutangazie, haimaanishi ni shida gani kunapitia, lakini Mungu ambaye amesema nimekuumba kwa uso na mfano wangu, wewe ni wangu na mimi ni wako, hata kuacha hata kama. Ndio maana siku ya leo ameshuka ndani ya shida zako, ameshuka mahala ambapo uko, na anasema usikate tamaa. Nimeona mateso yako, nimeona magonjwa yako, nimeona utasa wako, nimeona ulemavu wako, nimeona umaskini wako, nimeona kutupiliwa kwako, na leo nimekuja ili niweze nikurudishe katika hali yako ya kwanza. Unakwenda tena kuwa mtoto wangu. Sio ule ambaye anakwenda kutumikia wengine. Mungu anakuja kukufanya mwenye urithi wa ufalme wake. Wewe unakwenda kuwa mkuu ndani ya ufalme wa Mungu, ndani ya jamii ya Mungu. Haleluya! Bwana anasema anakwenda kukurudisha katika hali yako ya kwanza. Unaposema kile unachotaka kitatendeka. Nataka nikuambie, utatembea, mapepo yatainua mikono mbele zako, wachawi watakimbia mbele zako. Nataka nikuambie, hata shetani mwenyewe atakimbia, atakutoroka, kwa sababu wewe sio wewe unayoishi, lakini uso wa Mungu ndani yako, ni maisha ya Mungu ndani yako. Haleluya! Hautakuwa tena mtumwa. Wewe umeumbwa kwa uso na mfano wa Mungu. Wewe si mtumwa tena. Chochote utakachokifanya kitakuwa na chani chako, na utakitendea kazi unavyotaka. Kwa hivyo Farao, nasema Musa akaenda akamwambia Farao, anasema Mungu, Bwana Mungu wetu wa Israeli anasema achilia watu wake waende kumtumikia. Leo ninatangazia hao wafumu wenu, natangazia hayo magonjwa, natangazia huyu umaskini, natangazia hizo pepo za kwenu, natangazia hata mizimu ya nyumbani kwenu. Ninaitangazia ya kuwa Mungu anasema lazima bakuachie.
ninatangaza ufalme wa shetani, achieni mjakazi wa Mungu, achieni mtumishi wa Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mauti, pepo la mauti, mmekuja kuua watu, lakini ninawaamuru kuondoka na kuacha watoto wa Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Umaskini umekuja kufanya kanisa ya Mungu isitumike kazi, lakini ninakufukuza, lazima utaondoka, upende usipende, kwa sababu Mungu ameshuka mwenyewe, amekuja katika hiyo hali. Mungu sikia habari njema rafiki yangu. Biblia inasema katika Kutoka 23 mstari 22, anasema ya kuwa adui wako watakuwa adui yangu mimi. Mungu anavyosema, opoza wako watakuwa opoza wangu. Kwa hivyo ninatangaza ya kuwa adui zako wote siku ya leo, vita sio yetu tena, vita tunaimpa Mungu, kwa sababu adui wetu anakuwa adui wa Mungu mwenyewe, kwa sababu opponent, opoza wetu anakuwa opoza wa Mungu. Biblia inasema katika Zekaria sura ya 2 mstari wa 8, atakaye kugusa atakuwa nagusa mboni ya jicho la Mungu. Kwa hivyo leo ninatangazia adui wetu, yewe adui unakwenda kupata cha mtema kuni, kwa sababu leo sio mimi ninapigana, sio sisi tunapigana, lakini ni Mungu mwenyewe ambaye jina lake ni Jehova Nisi, ni Jehova Nisi, Elohim, l'Eternel créateur des cieux de la terre et tout ce qu'il a fait. Ndio Mungu ambaye anakwenda kupigana hiyo vita, naye ni mshindi. Haleluya! Mahali ambapo uko, pigia Bwana Yesu makofi. Mahali kote ambapo uko, pigia Bwana Yesu makofi, kwa sababu si binadamu anayesema. Leo lazima uanze kubadilika. Mahali ambapo uko, hata kama unakaa, anza kucheza, kiuno anze kucheza. Mahali ambapo unakaa, anza kuinua mikono, umubariki Bwana, umuinue Bwana, kwa sababu amekufikiria mambo mazuri siku ya leo. Haleluya, haleluya. Sasa adui akamwambia eti huo Mungu wenu simujue, na umwambie ninaposhika mtu hakuna yeyote ambaye anaweza kumchukua mikononi mwangu. Ninatangazia sida ambayo imeua watu wengi, sida ambayo imeua wa president, sida ambayo imeua wa general, sida ambayo imeua vijana. Na wewe uko inakwambia, na wewe uko kuliste, ninakupeleka. Ninatangaza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ya kuwa hiyo sida itakwenda kukuacha, ipende isipende, kwa sababu Mungu ameingilia hiyo umaskini ya tangu miaka 400 na kitu katika ukoo wenu, katika familia yenu. Hiyo maskini lazima itoweke. Kutozaa kutatoweka, kutopata kazi kutaondoka, kutakuachia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa hivyo Mungu mwenyewe akajinyamazia. Unajua Mungu wetu si wa maneno tupu, lakini ni wa nguvu na udhibitisho wa Roho Mtakatifu. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 20. Acha kwa Kifaransa tunasema les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Mitungi hii ambayo haina kitu ndio inafanya fujo sana. Na Wafransa tena wanasema les chiens aboient et la caravane passe. Umbwa hata simba wanatotoma, wanasema, wananguruma, lakini wamefungwa. Haleluya, hawawezi. Unajua vile Daudi, vile anaitwa na vile Daniel wametupa katika shimo ya simba, lakini simba hakumfanya chochote. Leo ninatangazia adui yako, haimanishe ni wa wapi, haimanishe nguvu zake, haimanishe yeye ni nani, haimanishe yeye raki yake ni nani, haimanishe ana pesa gani, haimanishe na nini. Mimi ninatangaza ya kuwa atakwenda kushindwa ndani ya maisha yako, atakwenda kukuachia, atakwenda kuhaibika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ambaye amesema adui wako atakuwa adui yako.
Haleluya! Kwa hivyo Mungu naye akaingilia. Mungu si wa maneno tu, akaingilia, akakwenda kwa nani? Kwa Farao, akaingia katika nyumba ya Farao, akamuonesha ni Mungu, akaua mtoto wake wa kiume tena wa kwanza. Haleluya! Siku ya leo adui yako sasa, Mungu anaingilia nyumba yake, anakwenda kuharibu mipango yake yote. Mapepo ambayo alikuwa anatumia, Mungu anakuja kuyaharibu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Masomo huo mtu adui wako alikuwa anatumia, hiyo masomo inakwenda kuwa bure. Na kwa nataka kukuambia, haimaanishi ni silaha gani adui wako alitumikisha, lakini Mungu anakuja kuzirendre sans effet, kuzifanya ziwe bure, zisiweze kufanya chochote, kwa sababu Mungu amesema I am determined. Mungu amesema mimi nimechukua hatua, nimesema ninakuja kukupigania na ninakuja kukutoa katika nchi ngeni, nimekuja kukutoa katika mikono ya shetani, nimekuja kukutoa katika magonjwa, nimekuja kukutoa katika utasa, nimekuja kukutoa katika ubaya wa watu, ninakuja kukutoa kuachiliwa na kuchekelewa. Haleluya! Akaingia ndani ya nyumba ya Farao akamupiga. Adui wetu sasa tunamuingilia hata ndani yake, hata ndani ya mwili wake, hata ndani ya akaunti yake, hata ndani ya ofisi yake, hata ndani ya kanisa lake, hata ndani sijui ni vitu gani mahali ambapo iko, na silaha zote alikuwa akitumia tunakuja kuziharibu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Habari njema ni hiyo. Biblia inasema nous sommes plus que vainqueurs. Sisi ni zaidi ya washindi. We are more than conquerors. Haleluya! Kwa sababu vita sio sisi tunayopigana, lakini ni Mungu mwenyewe ambaye anafanya nini? Anaipigana. Rafiki yangu, habari gani?